Senata wa Marekani kutoka jimbo la South Carolina, Lindsey Graham amefariki dunia usiku wa kuamkia hii leo Julai 12 mwaka 2026 baada ya kuugua kwa muda mfupi na ghafla, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Familia ya Graham imeomba wananchi kuendelea kuombea katika kipindi hiki kigumu, kuheshimu faragha wakati wa maombolezo. Vile wakurugenzi wake wa sasa na wa zamani wa mawasiliano wamethibitisha kifo hicho kupitia jumbe walizochapisha kwenye mitandao ya kijamii. Kifo cha Graham kinatimisha safari ya mmoja wa wanasiasa waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani ya chama cha Republican, hasa katika masuala ya sera za nje, ulinzi na usalama wa taifa. Kwa miaka mingi alikuwa mmoja wa sauti zenye nguvu zaidi katika kuunga mkono Israel ndani ya bunge la Marekani, na alijulikana kwa misimamo ya kemikali dhidi ya Iran, Hamas na Hezbollah. Katika kipindi cha uchaguzi wa rais mwaka 2015, Graham alikuwa mkosoaji mkubwa wa Donald Trump wakati wote wawili walipokuwa wakigombea uteuzi wa chama cha Republican. Hata hivyo, baada ya Trump kushinda urais, wawili hao walijenga uhusiano wa karibu sana, na Graham akawa mmoja wa watetezi wakubwa wa sera za Trump ndani ya Senate. Kutokana na ukaribu huo, Graham alitumia ushawishi wake kushinikiza Marekani ilichukua hatua kali zaidi dhidi ya Iran. Mara kadhaa alitoa wito wa matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya Tehran, akisema kuwa Iran ilikuwa tishio kubwa kwa usalama wa Israel na washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Katika miaka hivi karibuni, Graham alisafiri mara nyingi kwenda Israel, ambako alikutana na viongozi wakuu wa nchi hiyo kujadili masuala ya usalama na ushirikiano wao wa kijeshi. Pia alikuwa mgeni wa mara kwa mara nchini Saudi Arabia, ambako alihamasisha juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu kupitia makubaliano ya kawaida ya kidiplomasia. Kuhusu mgogoro wa Iran, Graham alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliopinga kwa nguvu mazungumzo ya awali yaliyolenga kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Alionya kuwa makubaliano yoyote ambayo yangeacha Iran ikiwa na uwezo mkubwa wa kijeshi na kisiasa yangekuwa hatari kwa Israel na kwa usalama wote wa eneo la Mashariki ya Kati. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X mwezi Mei, Graham alisema kuwa ikiwa vita dhidi ya Iran vingemalizika kwa sababu mlango wa Hormuz usingeweza kulindwa, au kwa sababu Iran ingeendelea kuwa na uwezo wa kushambulia miundombinu muhimu ya mafuta katika Ghuba ya Uajemi, basi Iran ingeonekana kama nguvu kubwa ambayo dunia ingelazimika kuipa suluhisho la kidiplomasia badala ya kijeshi. Hata hivyo, baada ya makubaliano hayo kufikiwa, Graham alisema alikuwa tayari kumpa Rais Trump nafasi ya kuona kama diplomasia ingeweza kudhibiti azma ya Iran ya kuendeleza shughuli zake za nyuklia. Licha ya msimamo huo, hakuwahi kubadili mtazamo wake kuhusu makundi ya silaha yanayoungwa mkono na Iran. Kuhusu Hamas, Graham alisema kuwa hakuwa na imani kwamba kundi hilo lingeweka silaha chini kwa hiari. Katika mahojiano aliyofanya mwishoni mwa mwaka 2025, alisema mafanikio ya kudumu katika eneo hilo yasingewezekana hadi Hamas iondolewe kabisa katika uwanja wa kijeshi na kisiasa. Aidha, Graham alitaka Marekani kushiriki moja kwa moja katika operesheni zote za kijeshi dhidi ya Hezbollah ikiwa Israel ingeamua kuanzisha mashambulizi dhidi ya kundi hilo. Alisema angependa kuona vikosi vya Marekani vikishirikiana na Israel katika operesheni za anga ili kudhoofisha kabisa kundi hilo. Mbali na Mashariki ya Kati, Graham pia alikuwa mmoja wa watetezi wakubwa wa msaada wa Marekani kwa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Siku ya Ijumaa kabla ya kifo chake, alikuwa mjini Kiev, ambako alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujadili hali ya vita na namna Marekani ingeendelea kuisaidia Ukraine. Vifo vya viongozi wa kiwango cha Graham mara nyingi huibua mjadala mkubwa kuhusu mwelekeo wa sera za nje za Marekani. Wachambuzi wanaamini kuwa pengo aliloliacha linaweza kuathiri mjadala ndani ya chama cha Republican kuhusu uhusiano wa Marekani na Israel, Iran, Ukraine na mipango mingine ya kimataifa.
Hadi sasa ofisi yake haijatangaza chanzo rasmi cha kifo chake na kueleza kuwa alipatwa na ugonjwa wa ghafla uliodumu kwa muda mfupi. Pia hakuna taarifa zilizotolewa kuhusu ratiba ya mazishi au shughuli nyingine za kitaifa zitakazofanyika kwa heshima yake. Kifo cha Lindsey Graham kinahitimisha maisha ya mwanasiasa aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Marekani kwa zaidi ya miongo miwili, akibaki kukumbukwa kwa misimamo yake mikali kuhusu usalama wa taifa, uungwaji mkono wake usioyumba kwa Israel na msimamo wake mkali dhidi ya Iran na makundi yenye silaha katika Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.